Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni somo la 3 la robo ya pili ya mwaka 2026. Somo linalosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na leo ni Aprili 13, siku ya Jumatatu. Mada hii ndogo yasema ijue nafsi yako. Wanaume wawili wanakwenda kanisani kusali. Mmoja ni mzee anayeheshimiwa na anayesimama mbele kanisani kabla ya ibada kuanza, mbele ya kutaniko ili waweze kumwona. Anasali kwa sauti akimshukuru Mungu kwa wema wake mwenyewe anaouona. Yule mtu mwingine, mkaaji wa jamii, huwa anasimama nyuma kabisa kanisani. Macho yake yana ukungu kutokana na machozi kwa sababu ya uzito wa dhambi zake mabegani mwake. Katika kona ya nyumba ya kanisa, anaanguka magotini pake akinong'ona kwa kukata tamaa, tafadhali Bwana, unirehemu mimi mwenye dhambi. Soma Luka Mtakatifu sura ya 18 ya 9 hadi 14. Unafikiria nini juu ya hawa watu wawili? Bwana Yesu alifikiria nini? Tunapata fundisho gani muhimu hapa kwa ajili yetu sote? Ni rahisi sana kwetu sisi kujitukuza wenyewe. Nyakati fulani inakuwa ni kama asili ya pili kufanya wengine wajue kuhusu mafanikio yetu na jinsi tulivyo bora. Lakini mambo haya kwa yenyewe hayafanyi tofauti yoyote kwa macho ya kimbingu. Kwa kweli ni kinyume cha kile tuwezacho kufikiria. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Luka 18 aya 14. Yesu pia anatushauri kuchukua kiti cha chini kabisa na umwache mwenyeji mhusika akuinue na kukupeleka mbele kama yeye mwenyewe atapenda kufanya hivyo. Luka 14 aya 8 hadi ya 10. Ufalme huu ambao Bwana Yesu anaufundisha unaonekana kuwa kichwa chini miguu juu. Ni kinyume cha kile tunachokitarajia. Ni yule tu ajifahamuye kuwa ana dhambi ambaye Kristo ataweza kumwokoa. Ellen G. White, Lulu za Uzima, ukurasa wa 103. Katika kuanza kutambua hali yetu ya uovu na hitaji letu kubwa sana la Kristo, tunaweza kumjia yeye tukijua kwa ujasiri kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yohana wa kwanza sura ya 1 aya 9. Kadiri tunavyomjia Kristo karibu, ndivyo tutakavyotambua hali ya uovu wetu na kutostahili kwetu. Ni kwa njia moja pekee ambapo ujuzi wa kweli wa nafsi unaweza kupatikana. Yatupasa tumtazame Kristo. Kutomfahamu ndicho chanzo cha kuinuka kwa watu katika haki yao binafsi. Lulu za Uzima, ukurasa wa 104. Hivyo, Mungu anawafikiriaje wenye kiburi? Petro wa kwanza sura ya 5 aya 5 inatuambia, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Iko wazi kabisa. Ni lini mara ya mwisho ulipopata uzoefu wa neema ya Mungu maishani mwako? Kwa kweli, yatupasa kupata uzoefu wa neema hii kila siku. Yatupasa pia tuoneshe neema kwa wengine. Tumia muda fulani katika maombi yako sasa hivi ukimwomba Mungu akunyenyekeze chini ya mkono wake mkuu, ili yeye peke yake apate kukuinua kwa wakati wake. Mungu atubariki sote.